Mtazamaji wa Mhubiri Mamia Television, siku ya leo tunakuletea kisa na simulizi nzuri kutokea katika filamu ambacho kitakwenda kutuelimisha kwa habari ya wokovu, lakini katika filamu hii kutakuwa na mambo makubwa ya kutujenga ili kuweza kuifikia baada yetu iliyokusudiwa na Mungu. Lakini kubwa zaidi tutajifunza nguvu ya msamaha na namna ambavyo rehema za Mungu zinafanya kazi ndani ya mioyo yetu. Kubwa zaidi ni kukumbushe kugusa alama ya subscribe, lakini pia kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Mhubiri Mamia TikTok, Mhubiri Mamia kule Instagram, lakini pia katika page yetu Mhubiri Mamia, lakini usisahau kugusa alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu sasa katika kisa hiki. Mimi ni msimuliaji wako, naitwa Paul Mwakyusa. Basi tuende pamoja. Filamu yetu inaanza kwa kumuonesha mwanamke mmoja anayefahamika kama Elizabeth. Huyu anafanya katika shirika la nyumba, na siku ya leo alikwenda kumtembelea mwanamke mmoja mkongwe kweli kweli anayefahamika kama Sara. Huyu Sara amekuwa akipitia matatizo mbalimbali katika familia yake, hasa katika upande wake wa ndoa, jambo ambalo limemlazimisha siku ya leo kuuza nyumba yake. Sasa Elizabeth amefika hapa, lengo ni kuitazama nyumba ili aweze kuisaminisha na siku ya kesho waweze kurejea kuipanga bei, na hapo watafikia mwafaka. Lakini wakati akiwa katika nyumba hii na kufanya uchunguzi, anagundua kwamba kulikuwa kuna chumba cha siri ambacho bibi huyu alikuwa ameweka makaratasi mengi aliyokuwa ameandika maombi akiombea familia yake na kumsamehe mume wake kwa yale yote anayomfanyia, jambo ambalo lilimshangaza sana Elizabeth baada ya kushuhudia karatasi hizi zote. Umakini alionyesha bibi Elizabeth kwa kuyasoma makaratasi yaliyokuwa ndani ya chumba kile yakamshtua bibi huyu anayefahamika kama Sara, na hapo aliamini kwamba huenda Elizabeth pia anapitia kizungumkuti katika ndoa yake. Lakini anapojaribu kumsi Elizabeth amueleze chochote kile anachokipitia katika familia yake, bado Elizabeth akaeleza kwamba hana changamoto yoyote katika ndoa. Hivyo bibi huyu akaahirisha jambo hilo la kuuza nyumba hiyo mpaka siku ya kesho, na kumwambia urudi kesho nitakupangia bei ya nyumba yangu ni shilingi ngapi. Lakini ukweli ni kwamba bibi Sara alitamani kuipata fursa hiyo ya kukutana na Elizabeth siku ya kesho ili aweze kumdadisi kinagaubaga hasa kuhusu ndoa yake. Madhanio ya bibi huyu aliyekula chumvi nyingi na hekima za kimungu alizonazo zilimpeleka mahali sahihi kabisa, kwani ni kweli Elizabeth ndoa yake haina amani hata kidogo. Ukweli ni kwamba mume wa Elizabeth pamoja na Elizabeth wako busy sana na kazi zao, jambo ambalo linawakosesha muda kabisa kupoteza muda wao na mwanae ambaye anafahamika kama Rosie. Sasa hili tatizo limesababisha familia hii kuwa haina ukaribu wa kushirikiana sana katika mambo mengi, jambo ambalo limechochea tamaa ya mume wake na kujikuta kwamba ameanza kujifikiria kuingia kimapenzi na sekretari wake katika ofisi. Leo ni Jumapili, wakiwa wameketi kanisani, aliingia huyo sekretari wake, naye ni mshirika katika kanisa hili. Kuna macho ya kimahaba waliokuwa wakitazamana mume wa Elizabeth pamoja na huyu sekretari wake, jambo ambalo Elizabeth alikuwa akilitazama na linamuumiza sana, kumfanya aghadhabike zaidi. Akajenga chuki zaidi ndani ya moyo wake kuhusu hii tabia ya mume wake, na bila shaka aliandaa kisasi moyoni mwake. Tony, mume wa Elizabeth, hakulizika na tabia hii anayomfanyia mke wake mbele ya macho yake, bali akaamua kuzuga na kudanganya kuwa ana safari ya kwenda mbali kidogo kikazi, hivyo atalazimika na hatakuwepo kukaa hapa nyumbani kwa muda fulani. Mke wake bila hiana yoyote, akiwa anajua yote kwamba mume wake anasafiri na lengo lake ni kwenda kuenjoy na msichana mrembo anayefahamika Juliet, sekretari wa Tony mume wake. Elizabeth anaenda nyumbani kwa huyu bibi anayefahamika kama Sara, bibi ambaye siku ya leo walipatana kukutana ili kupangiana bei za nyumba. Lakini bibi huyu anakuwa ni mwenye maswali mengi kwa Elizabeth, na yote yanalenga ndoa yake, jambo ambalo linampandisha ghadhabu Elizabeth, na anajikuta anaanza kuelezea yote kuhusiana na ndoa yake, kitu ambacho hakuwa na utayari wa kuyazungumza hayo kabla. Baada ya kueleza hayo yote, bibi Sara anasema kwamba mimi nina majibu ya matatizo yote yanayokusumbua, kwa sababu nimepita katika njia ulizopita wewe, na njia nilizozitumia zilinisaidia sana kufika hapa nilipo. Bibi huyu anayefahamika kama Sara akamchukua Elizabeth na kumpeleka katika chumba chake cha siri cha maombi, ambapo hapo alimuonesha mistari kadhaa ya Biblia aliyokuwa ameiandika katika kuta, na mara kadhaa anapofanya maombi huitafakari hiyo. Akamsihi Elizabeth kutumia njia hiyo, kwani ni njia rafiki zaidi ya kutatua changamoto mbalimbali za kifamilia, na njia hiyo itamsaidia kuepukana na msongo wa mawazo, lakini kubwa zaidi itaiponya nafsi yake
na zoluba anazoweza kuwa anazipitia katika ndoa yake, na akamsihi kwamba ni njia rahisi zaidi ya kutatua migogoro ya familia kumtafakari Mungu na kumuomba. Lakini Elizabeth ikawa ni ngumu kwake. Jambo hili akaona ni vyema alijaribu tu kulifanyia mazoezi. Hekima ndogo ya Sara ilitosha kumsukuma Elizabeth moja kwa moja mpaka kwa mwanae Rosie, ambaye huyu alipata nafasi ya kuzungumza naye kinagaubaga. Lakini kubwa zaidi alimueleza kwamba yeye na baba yake wanampenda sana. Mtoto aliposikia kauli hiyo alihuzunika zaidi na kusema kwamba nimeleta mara kadhaa homework za shuleni, hamjanisaidia na mmeniacha kwa kila kitu najihangaikia mimi mwenyewe. Hamnipendi ninyi. Na hilo jambo likamsababisha Elizabeth kukosa majibu kabisa. Mwisho wa siku akamkumbatia mwanae na kumuomba sana msamaha, akimwambia unisamehe, kuanzia sasa nitachukua umakini na kukuzingatia mwanangu. Hali hii ya hukumu inayojijenga moyoni mwa Elizabeth ikamsababisha siku ya leo kurejea tena kwa huyu bibi anayefahamika kama Sara, na akamueleza kinagaubaga nini amekifanya juu ya mwanae. Lakini mbaya akaendelea kulaumu sana kwa habari ya mume wake na kusema hajui atambadilisha vipi mume wake. Lakini Sara, mwanamke huyu mkongwe na mwenye hekima nyingi, akamshauri Sara kwa kumwambia kwamba unapoona mtu ana changamoto, ongeza kumpenda, ongeza kumheshimu, na zaidi endelea kumuombea. Mungu ndiye anayejibu mambo yote, na siku moja amani ya familia yako yote itarejea kupitia njia hiyo. Lakini pia akamkabidhi na Biblia ambayo akamwambia huu utakuwa ni msingi wako. Aliporejea nyumbani, Elizabeth moja kwa moja katika chumba chake akatengeneza naye chumba mfanano wa kile cha yule bibi anayefahamika kama Sara. Humo akawa akiandika baadhi ya vifungu vya Biblia na kuvitafakari, na akaanza kujifunza namna ya kuomba, jambo ambalo lilikuwa gumu mwanzoni, lakini bado akaendelea kujitia nguvu na akazidi kuomba. Kuishi tabia ambayo hujizoea ni changamoto kubwa, na ndiyo hali aliyokuwa akiipitia Elizabeth. Tony baada ya kutoka kustareheka na yule sekretari wake leo alirejea nyumbani, lakini mke wake akamuuliza vipi kuhusiana na trip yako, lakini siku ya leo nilitamani mtu fulani tumuongezee kidogo sehemu ya kumlipia kodi yake. Lakini mume wake akakataa na kumfokea sana mume wake Elizabeth, jambo ambalo likazidi kumhuzunisha Elizabeth, kwani aliambiwa anatakiwa kumpenda mume wake na kumheshimu, lakini akiangalia haoni mwelekeo kabisa kwa mume wake kwamba atabadilika. Hivyo akarudi kwa yule bibi anayefahamika kama Sara, akamueleza. Lakini Sara akamwambia kwamba naomba uyaandike matatizo yote unayoyapitia baina yako wewe na mume wako, alafu uniletee. Basi akayaandika na kufikisha kurasa 3. Sara baada ya kuyapitia matatizo yote yaliyoandikwa na bibi Elizabeth, akamwambia jambo la kusajabisha kidogo, kwamba licha ya matatizo yote anayoyafanya Tony, lakini imeonekana kwamba Mungu anampenda zaidi bwana Tony. Jambo ambalo likamshangaza sana Elizabeth. Akiwa yuko nyumbani bado anaendelea na maandalizi ya kile chumba chake kwa ajili ya ibada, akapokea message kutoka kwa rafiki yake akimwambia kwamba ameweza kumuona mume wake akiwa na mwanamke pale katika mgahawa na wanafurahia sana, jambo ambalo likamuumiza zaidi moyo wake Elizabeth, ambaye akajikuta anatumia nyakati hizo kumtafakari Mungu huku akiwa ameshikilia Biblia yake. Akashuka mbele za Mungu akisema kwamba Mungu, usinifanye kama mhukumu wa Tony mume wangu, lakini niongeze upendo na nizidi kumpenda zaidi. Kwa akili za kibinadamu huenda nitashindwa, lakini unipe hekima yako. Nipe tumaini jipya. Nampenda mume wangu katika hali zote. Umrejeshe katika ufahamu wake na azidi kuwaza na kuitafakari familia yake. Baada ya kumaliza maombi haya mazito aliyokuwa akiyaomba, dada huyu anayefahamika kama Elizabeth, ndani ya moyo wake akaisikia amani kubwa. Na baada ya hapo ikawa ndio mwanzo wa furaha yake, japo haikuwa katika utimilifu huo, lakini ndani ya moyo wake akajisikia amani. Unadhani sehemu ya pili maisha ya Tony pamoja na Elizabeth yatakuwaje? Lakini vipi kuhusiana na yule sekretari mchepuko wa mume wake? Mimi ni msimuliaji wako naitwa Paul Mwakyusa. Bila shaka umegusa alama ya subscribe katika channel yetu pendwa kabisa, channel ya Bariki Mamia, lakini pia uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Twitter, Facebook pamoja na YouTube. Hakikisha umetufuatilia huko kupata miendelezo ya simulizi hii inayokujia hivi karibuni.